wageni nyote waalikwa wa jumuiya ya Ukanja tuliomo, na wote wenye mapenzi mema. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Basi leo tumefika hapa. Lengo kuu na lengo la msingi sisi kuwepo hapa ni kufanya adhimisho la misa takatifu ili kumwombea na kumwenzi Mama Verediana Birusia Kagengere. Huyu ambaye ametukusanya hapa ni nani? Huyu Mama Verediana Birusia Kagengere ni nani? Tumwelewe kwanza nani, alafu tujue tuna mwenzi vipi. Kadiri yaliyoandikwa na masimulizi na uhalisia wa mambo, Mama Verediana Birusia Kagengere alizaliwa mnamo mwaka 1934, na kwa vile alikuwa ni mtoto wa kike, basi akapata mchumba mzuri, Mzee Prosperi, na shatangulia mbele ya haki. Kwa hiyo akaolewa, akawa ni mama wa familia. Na katika maisha yake ya ndoa aliweza kubahatika kuwazaa watoto 7. Tunamshukuru kwamba alikuwa na uzao na alipenda kushirikishwa katika kazi ya Mungu ya uumbaji. Kwa hiyo akawapata watoto 7 walio hai mpaka hapa tunavyoongea ni watoto 4. Mwalimu Mary au Maria, Dr. Longino, Padre Telesforo Kagengere na Padre Nicodemus Byakatonda. Kwanza tumshukuru mama huyu kwa uzao huu. Tumpigie makofi Mama Verediana Padre. Lakini hakuzaa tu. Sifa ya mama pamoja na kuzaa ni kulea. Kwa hiyo watoto wake baadhi yao wamelelewa na mama huyu katika mito mbalimbali. Nitataja mito miwili ya muhimu. Kwanza, ndoa. Kwa hiyo watoto wake wawili, nikiacha wale ambao umeshatangulia, nitajie na hawa ambao ni hai bado. Wawili wa kwanza ambayo ni Dr. Mary, Mwalimu Mary na Dr. Longino, hawa aliwalea katika wito wa ndoa. Tena sio ndoa tu, ndoa takatifu. Na wawili wa mwisho aliwalea katika wito wa upadri, utumishi wa Mungu maalum, ambaye ni Padre Kagengere Telesforo na Nicodemus Byakatonda. Nao tuwapigie makofi kwa kazi hiyo ambayo
wameipokea vizuri ya ndoa na upadre na wakaishi maisha ya sakramenti vizuri. Ni mama ambaye amepita kipindi kigumu sana, kipindi kigumu sana na kichungu. Pamoja na kujaliwa haya ambayo yanaonekana mazuri, yanapendeza, lakini Mungu tunaweza kusema alimweka kwenye majaribu makali. Kwanza, kuondokewa na mume wake akiwa bado binti mbichi, akiwa na miaka nadhani takriban 46 hivi. Akamwacha, akawa mjane. Lakini pia aliwazika watoto wake watatu. Mara nyingi mzazi huwa anapenda kuzika watoto wake, lakini azikwe mwenyewe, asizike. Nadhani kwa sahihi, huwa anapenda mzazi azike watoto wake, azikwe na watoto wake, lakini yeye asizike. Sasa alipata machungu pale alipowazika watoto wake watatu. Hao ambao nao lazima tuwakumbuke katika misa hii ni pamoja na Josephat Ndibalema aliyekuwa ni askari wa Jeshi la Wananchi Tanzania. Alimzika pia Mwalimu Julius Madaraka, na alimzika pia John Bosco Rugayimkwam ambaye alikuwa ni mjasiriamali. Fikiri, mama ameondokewa na mume wake, baada ya muda si mrefu watoto wake watatu wanapokutika. Mama huyu alisimama. Ndiyo maana ukianza kuuliza historia yake, watu wanavyomwelezea, waliomfahamu, wanasema alikuwa ni mama wa sala na mcha Mungu. Alikuwa ni mzazi na mlezi aliyekomaa, lakini vile vile alikuwa ni mlezi makini. Alipenda sana elimu. Na ukiangalia titles au vile viambishi vya kwanza vile, unasikia mwalimu, dokta, padre. Unaona pale mwanzoni kuna kitu. Maana yake kama aliweza kufanya hivi, tukaona madoctors na mateachers. Sema teachers pombe. Teachers yani. Ngoja na teachers inaweza kuwa inanyeka surubu, lakini basi halikuwa lengo langu. Teachers. Na yani walimu, majalimu. Akawa na mapadre. Tena mapadre sio mapadre wao ambao kidogo wana hali mbaya ya afya. Mapadre ambao kidogo naona lishe imewaka. Mama huyu alikuwa ni mshauri. Mama huyu alikuwa ni mvumilivu na alithamini kanisa. Aliheshimu jumuiya ndogo ndogo na kuzipenda, na vile vile alijenga vema kanisa la nyumbani. Na Mwenyezi Mungu akamuita kwake baada ya kuona hiyo kazi njema aliyoifanya. 24 Septemba 2015 akaitwa mbinguni. Raha ya milele umpe Bwana. Raha ya milele umpe Bwana. Raha ya milele uwape Bwana. Wapumzike kwa amani.
Sasa ni miaka 10 imepita. Kwa hiyo huyo ndiye huyu ambaye leo tunamwadhimisha katika misa hii takatifu. Sasa tuangalie sehemu ya pili ya wasifu wa Mama Verediana. Tuanze na jina lake. Jina lake Verediana. Jina Verediana linatokana na jina la Kilatini au neno la Kilatini viridis, likiwa na maana ya green au kijani. Ndiyo maana ya Verediana, kijani. Ukiangalia haya ambayo yamesimuliwa juu yake, basi ujue kwamba mama huyu aliandika vizuri jina lake Verediana kwa maana ya green. Tumpigie makofi kwa kuandika jina lake vizuri. Wale ambao tunaendesha magari na sasa sema ambazo zina wanasema ni taa za kuongozea magari, nafahamu ile green maana yake nini. Green ile maana yake ni kama kibali, ndio maana green. Green ikiwaka, taa ile ikiwaka, maana yake kama mmesimama mnaanza kutembea, kama mmelala mnaamka, kama mko wajinga sio mnakuwa na uelevu ikiwaka ile taa. Ukiangalia hilo jina linaashiria nini? Ukitazama katika vitabu vikubwa vya encyclopedias, yale vitabu makubwa ambayo kitabu kimoja kinajaza troli. Yaani troli. Hiyo ni kitabu kimoja ambao tunasoma, mpaka hawa ndio wanasoma hawa. Nilipokuwa nakisoma, niangalia Verediana, jina hilo linaashiria nini? Umeshajua maana yake ni green, lakini linaashiria nini katika maisha yake na maisha ya sisi kama wa Kristo na waamini na watu wote wenye mapenzi mema? Linaashiria umakini, uzazi, kuchanua, upya, ukuaji na matumaini. Ndiyo maana hiyo viashiria vya jina hilo vinaonekana kwa huyu Mama Verediana Virusi ya Kagengere. Nikilinganisha na yale ambayo tumeyasikia na tunayofahamu kwa mama huyu, jina lake kwa kweli ameliandika kwa wino wa dhahabu. Tumshangilie kwa hilo. Ameliandika kwa kwa wino wa dhahabu. Makofi yakipungua hamjanielewa. Jina lake amelipa hadhi, na ndio maana tumesikia kwenye somo letu la kwanza amesema ulipe hadhi jina lako, kwani zitobakia itadumu kuliko hazina 1000 za dhahabu. Tumesoma hiyo kwenye Yoshua bin Sira sura 41 aya 12. Na jina unaweza ukariharibu. Una jina zuri lakini ukariharibu. Na jina baya au jina ovu ambalo limeharibika huwa halidumu na daima huoza.
hayo tunayosoma kitabu cha Mithali sura ya 10 aya 7 anaposema jina la mtu mwovu litaoza. Imani yetu inatufundisha kushukuru, kumshukuru mama huyu yote aliyoyafanya ambayo tunatakiwa kuyaenzi. Maandiko matakatifu yanatuambia kwamba tushukuru kwa kila jambo. Ni katika imani hiyo naomba tuungane na familia na watu wote wenye mapenzi mema kumshukuru Mungu kwa zawadi ya mama Berediana. Enzi za uhai wake na hata baada ya kututoka. Dhana ya kushukuru tunaipata katika Zaburi ya 108 mstari wa 3 hadi wa 4. Wakati mwingine binadamu tunashindwa kushukuru. Naomba leo wote tujifunze kushukuru kupitia kwa kuku. Maana wakati mwingine tunakuwa na akili ambazo si nzuri sana mpaka hata kuku wanatuzidi kushukuru. Muone kuku. Kuku akinywa maji, akaingia kwenye maji akanywa, anaamsha kichwa, anamshukuru Mwenyezi Mungu, asante Mwenyezi Mungu. Wakati mwingine tunaweza tukana jambo la kawaida, sisi wenyewe hatutaki kushukuru. Tunakuwa kama bata akija kwenye maji hakuna kitu. Kumbe yuko anashiba. Wanaweka mdomo, hakuna kitu. Sio mtu mwingine kasema mdomo. Kwa ibada hii ni mwendelezo wa ibada ambazo tunakuwa tukifanya au tumekuwa tukizifanya tangu alipotutoka. Na tutaendelea kumwombea ili Mungu amrehemu mtumishi wake Berediana. Teolojia ya kanisa inatuelekeza kuwa wale walio hai wana uwezo wa kuombea ndugu zao marehemu. Kumbe kuombea marehemu ni moja kati ya ibada za kawaida ambazo katika kanisa huadhimishwa karibu kila siku. Ukweli wa kuombea marehemu umejikita katika uhai wetu. Sisi sio wakamilifu, na hicho ndicho kipimo cha kwanza kinachotufanya sisi tuwe na ibada endelevu kwa ndugu zetu marehemu. Na kipimo chenyewe ni hiki: je, mimi nikifa nikaitwa kwa Mwenyezi Mungu ninastahili? Katika udhaifu wa kibinadamu, jibu la ndio ni gumu. Katika kuomba toba mwanzoni mwa ibada hii tumesema nimekosa kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Kuna baba mmoja alifariki, na kwa kweli yeye mwenyewe alivyojiona, alijiona kama anastahili kwenda mbinguni. Sasa wakati kwenye harakati za kutafuta ni wapa aende, akakuta sehemu moja kuna milango miwili. Mlango wa kwanza alikuwa amekaa Petro. Mlango wa pili alikuwa amekaa Lucifer. Sasa akasema kwa kweli kwa nilivyoishi lazima niende kwenye mlango ambapo alikuwa amekaa Petro. Akafika pale kwenye mlango. Petro akamuuliza, jina lako nani? Yule ndugu jamaa yule akasema, jina langu Bifandimu. Akachukua kitabu akaanza kupekua, akitafuta jina la nani? Bifandimu. Ukurasa wa kwanza hamna chochote. Wa pili jina lionekani. Wa tatu jina vitabu karibu 1000 jina lionekani.
Akamwambia, sasa naonekana wewe hii sio nafasi yako. Wewe nafasi yako pengine muangalie ule mlango, pengine utakuta jina lako. Akamwambia, bwana, mimi usinisumbue. Mimi najua kwangu ni hapa. Kwanza duniani mimi sikufanya chochote. Kwanza utanipelekaje kule? Petro akamwambia, wewe bifandimu, ukufanya chochote ndicho hicho kimekufanya jina lako lisiandikwe, kwa sababu kufanya chochote. Tunapoishi duniani tufanye chochote. Tunaweza kuhukumiwa kwa kutofanya chochote. Mama Veridiana alifanya chochote. Ndio maana tuna mwenzi siku ya leo. Tumpigie makofi Mama Veridiana kwa kufanya chochote. Mtume Paulo anasisitiza juu ya ushuhuda kwamba kutotimiza wajibu ni chukizo kwa Bwana. Na sisi tukijitathmini maisha yetu yalivyo na mapungufu, na tunapojiuliza kama marehemu aliondoka katika hali niliyo nayo mimi, yuko salama kweli? Na hapo ndipo kila mmoja anasukumwa na kuona kuwa mpendwa wetu Mavediana anahitaji huruma na msamaha wa Mungu. Ndio maana tuko hapa. Paulo akimsizia sana Korneli, alimwambia mara zote aushuhudie ukweli, awe shuhuda. Tukisoma Matendo ya Mitume hasa sura ya 10, Kornelio hapo ndio tunamkuta, habari zake ziko nyingi pale. Anasema ule ushuhuda utupe dira katika maisha yetu. Tunaposema Mama Veridiana alikuwa mwema, alikuwa mpenda watu, alikuwa mshauri, je, tunaweza tukawa mashuhuda wa hizo sifa nzuri? Hizo sifa ambazo tunaziimba kwake, tunaweza tukawa mashuhuda, akawa ni dira yetu katika maisha? Vinginevyo inaweza ikabaki kuwa hadithi za kutunga na kupamba. Mama Veridiana alipambana na changamoto kama nilieleza, magumu yale ya mwanzo, lakini Mama Veridiana alisimama, akawa mvumilivu na akaibuka mshindi. Naomba akina mama tuliopo hapa na wale ambao pengine hawapo hapa, tusimame imara katika changamoto za familia yetu au familia zetu. Familia zetu zina misukosuko. Mkisimama imara akina mama, familia zitasimama. Akina mama mkisimama imara, watoto watasoma. Akina mama mkisimama imara, watoto watavaa. Mkisimama imara, watoto watakula. Na huo ndio ujumbe wa Mama Veridiana kwetu, na hasa akina mama, na tuchukue kama dira yetu ya maisha. Wakati Yesu yuko msalabani, tunasoma katika maandiko matakatifu kwa mama yake Yesu alisimama chini ya msalaba. Hatuambiwi katika maandiko matakatifu kwamba alianguka, kwamba aligaragara, kwamba alidondoka. Pamoja na hayo machungu yote ya mwana wake kuteswa, kufa msalabani, lakini yeye alibaki amesimama chini ya msalaba. Hakudondoka, hakugaragara, hakulia tu, bali alisimama. Na sisi katika machungu ya familia zetu, mapungufu hayo, madhaifu, tubaki tumesimama. Mama Veridiana kufiwa na mume wake na watoto wake akawazika, lakini alibaki
amesimama. Tumpigie makofi Mwenyezi Mungu. Veridiana alisimama. Mama Veridiana alisimama vile vile kama mwombezi wa watoto wake na familia nzima. Alikuwa mlezi. Mtakatifu Monica alimwombea mtoto wake Agustini mpaka akabadilika. Inawezekana wakati fulani katika uzao wetu tunaweza kuwa na watoto ambao pengine hawakunyoka vizuri, kama alifanya huyu Monica. Akaanza kumwombea mtoto wake Agustino. Agustino alikuwa ni mtoto wa mama Monica, lakini alikuwa anaishi kidogo maisha yasiyopendeza, lakini Monica akamwombea mpaka huyo Agustino akabadilika. Kwa hiyo msichoke sisi watoto watundu na wakaidi ndani ya familia. Na sisi naomba wazazi tuombee watoto wetu. Kama changamoto zipo, tupige magoti tusali. Baba mmoja alikuwa na watoto 4. Sasa akawaambia hao watoto wakiwa bado vijana, sema sasa kila mmoja uniambie unataka kuwa nani katika maisha. Walikuwa watoto 4. Mmoja akasema mimi nataka kuwa daktari. Mwingine akasema nataka kuwa mwalimu. Mwingine akasema nataka kuwa nurse. Wanne akasema mimi nataka kuwa TV. Mimi nataka kuwa TV. Sasa mwalimu akamuuliza, "Kwa nini unataka kuwa TV?" Akasema, "TV, mimi ninavyoona TV haipigwi. Kila mmoja anachikalia TV. TV haikemewi. Alafu naona baba na mama wakitoka kazini wanawahi mbele ya TV na wanaichekelea. Na mimi nataka kuwa TV, wao wananichekelea." Mama Veridiana hakucheka na mtu. Alilea. Sisi watoto wetu wengi wanalelewa na TV na simu. Matokeo yake mnayaona. Pale hutamuona wala mwalimu wala dokta katika TV. Hutamuona. Utabaki na vifandimu. Wow. Papa Francis alisema, alikuwa anaongelea juu ya malezi ya wazazi. Akasema pengine inatuhusu hata sisi. Mkienda mezani kula chakula, wazazi na watoto, anasema epuka kubeba simu kwenye meza ya nini? Ya chakula. Kwa sababu hata sehemu ya chakula ni sehemu ya nini? Ya malezi. Ndio anasema. Yuko sahihi? Ama alikufa na hayo yote? Yuko sahihi? Safi. Jipige makofi angalau mmenielewa sasa. Mbona kama haijatosha? Hamjanielewa inaonekana. Kuna ambao wachangamke na misa na mahubiri wanasubiri wali. Ndio shida hiyo. Na wale kuzungumza mtu anaweza kusema Father mbona aliwa mahubiri marefu? Na bado. Chakula tutakuputa. Na kipo siku zote. Lakini mahubiri kama hayo sio ya kawaida. Au sio? Yes, utapata wapi? Mpaka Veridiana miaka mingine 10 ndio nitafika hapo. Kwa hiyo naomba tuvumiliane ili tupate kitu. Tutakapotoka hapa kila mmoja ndiye amebadilika. Sema Veridiana oye. Sema kila wakati sijui chama gani oye. Veridiana oye. Mama Veridiana alikuwa mpenda watu na mkarimu kwa watu wote bila ubaguzi. Tuige ukarimu wa Mama Veridiana. Siku moja kulikuwa na mtoto mmoja. Kwa kweli alikuwa anatoka katika familia ambayo si nzuri sana. Na alikuwa anaenda shule bila viatu.
Wengine watoto wa majirani wana viatu, yeye anatembea peku kwenda shule. Akiona watoto ambao wanatoka kwenye familia nyingine zenye kidogo unafuu wa maisha, anasema ni afadhali ningezaliwa kwenye ile familia, nisingezaliwa hapa kwa sababu wale naona kule wana viatu, mimi sina viatu, kwa nini sikuzaliwa kule? Akapiga magoti chumbani, akamwambia Mwenyezi Mungu, sema Mwenyezi Mungu, naomba uninunulie viatu. Akarudia tena, akasema, "Hii Mwenyezi Mungu umenisikia, mbona hunijibu? Naomba uninunulie viatu." Mara ya tatu akasema, uninunulie viatu. Sasa siku moja huyo mtoto alitaka viatu, akawa anauza bonda kabaragara, unazifahamu? Anauza na pipi za kutembeza ili apate fedha anunue viatu. Siku moja anatembea sokoni na kabaragara zake kichwani na pipi mfukoni, mwingine anatoa anakula, sio atafikisha hiyo hela itafika lini? Anatoa huko anakula, anatoa huko anakula. Hiyo kweli pesa viatu ataipata kweli? Ataipata. Akaenda sokoni akakuta mama, wakati anauza vitu vyake, akakuta mama ana watoto wake watatu, anawanunulia viatu. Sasa yule mtoto akasimama karibu na yule mama, anaambia watoto wake chagua, akachagua mama. Yule mtoto anaangalia yule mama, hapo anaangalia viatu, angalia mama, angalia viatu, anamwambia watoto wake chagua viatu. Yule mama, yule mtoto anamwangalia, anamgusa hivi, anasema mama. Yule mama akasikia huruma, akawa na huruma, akamwambia wewe mtoto, wewe chagua viatu. Anaanza kuchagua viatu, akaenda kama hatua 10, akarudi. Akamwambia yule mama, hivi wewe ndio Mungu? Ndio Mungu. Kwa sababu ninapata viatu, nilikuwa naomba Mungu anipe viatu. Wewe ni Mungu. Yule mama akamwambia, mimi sio Mungu, isipokuwa mimi ni binti na Mungu. Akasema basi uende mwambie Mwenyezi Mungu nashukuru. Mama Veridiana alikuwa ni mtu wa sala na mcha Mungu. Sala ni silaha ya vita kwa wale tunaosafiri, na hasa kuna nchi za nje. Lofika mahali fulani wanakagua ile mizigo, hata naandaa mradi ni uwanja wa ndege, mara nyingi wanakagua wale askari wahusika kama una vitu vya hatari. Sasa jamaa mmoja alikuwa anasafiri, akakuta, akaenda pale kwenye meza ya ukaguzi. Sema wewe humu kwenye begi una nini? Sema mimi nina vitu vyangu. Kuna silaha? Akamwambia silaha ninazo. Mimi na silaha. Sasa wakambeba mzobe sawa sana silaha, peleka kwenye chumba maalum. Haya, wakaanza kuchukua. Akasema, "Tuambie una silaha gani kwanza?" Akasema, "Mimi nina silaha ya rozari, nina silaha ya Biblia, na vitabu vya sala vingi, na msalaba unakewa kama andiki." Msalaba. Basi, yule askari akamwambia, "Wewe pumbafu sana. Yaani unatuhangaisha na hili silaha." Akasema akamwambia, "Jambo usilolijua ni kama usiku wa nini? Wa giza." Mama Veridiana alijua silaha hiyo. Ni ambao atuelewi, unaona kama rozari. Kumbe ni silaha, ni silaha. Kwa hiyo wakati fulani nyinyi mapadi mnaosafiri nje ya nchi, ndio nafikiri mnafurahi, msema una silaha, ndio ni rozari. Unanipiga machoni. Yule anasema rozari. Uzuri unasema nina silaha, ndio rozari. Sasa wakati mwingine unakuwa na opener kwenye mfuko wa padri. Wewe mfuko wa padri una opener.
Hiyo ndio silaha. Cheka tu yani vizuri. Cheka yani vizuri. Ana silaha. Kwa hiyo kwetu sala iwe ni silaha. Uwe ni silaha za kiroho. Na hiyo silaha za kiroho zinavunja nguvu zote za giza. Sala ituweke karibu na Mungu. Wahenga wanasema aliye karibu na moto ndiye upata joto. Hivyo hivyo aliye karibu na Mungu huyo anaokolewa. Mtakatifu Yohani Paulo wa pili, ambaye alikuwa ni papa, aliwahi kusema upendo wa mama ni uzuri wa neema ya Mungu. Rais mmoja wa Marekani alisema sala hii kwa mama yake. Mama yake shafariki, yeye akasema, Mungu umbariki mama yangu. Jinsi nilivyo katika kila kitu ni kwa sababu ya mama yangu. Mwisho wa kunukuu. Pengine Padre Nicodemus yakatonda hii neno mahubiri yangu haya mengine yote yaache, uwe na hii sala tu kwamba Mungu umbariki. Unaweza kurudia mpaka utakapoishika. Nilitaka ishiki hapo nifika pale nimuulize, asipojibu vizuri viboko pamoja kwamba na kitambi na kiporomosha chote. Ndio alivyokuwa analea Mama Verediana. Lakini basi ni sala nzuri kwa kila mmoja. Sema kila mmoja ilikuwa namtania tu kwa sababu ni mtani wangu, namtania kwa sababu mama yake Verediana alikuwa mke wangu. Ewa namtania ndio maana. Kwa hiyo basi wewe unasema Mungu umbariki mama yangu. Jinsi nilivyo katika kila kitu ni kwa sababu ya mama yangu. Ni tabia ya kina mama ambao wanajali. Mama akiandaa chakula akagundua kwamba chakula ni kidogo kulingana na idadi ya watu na ulaji wao, huwa anaacha kula. Mama anaacha kula ili watoto wafanye nini? Wale washibe. Siku hizi wanafanyaje? Wanasakafia. Mama Verediana alifanya hivyo. Aliacha kula ili shia yake iliwe na watoto. Na ndiyo maana ukiangalia Mama Verediana hapo kwenye picha, na ndivyo alivyokuwa hivi. Ukiangalia ukamlinganisha na Dr. Rongino na mtu anaitwa Diakatonda Niko, angalia alivyo, bakamnyonya mpaka bamwimaramu. Angalia alivyo, mpaka mama anakonda kiasi hicho. Na inawezekana katika kukonda ndio walimuua hawa. Unaposikia watu wanasema tutafute kifo, chanzo cha kifo cha Magufuli, kwa nini tutafute kifo cha mama huyu Verediana? Kwa nini? Mpaka mtu anajiita jitu. Sasa wewe jitu wapi? Jitu wapi? Jitu wapi? Mama Verediana alijitolea kwa ajili ya watoto wake. Na ndio maana huwa kuna msemo unasema Orieka kotukuze imfundo. Anga ngwenda chonka. Orieka ke otukuze imfundo. Sasa wakati mwingine ukiangalia Mama Verediana, na huyo mama huyu nilikuwa nampenda sana, kwa ananipenda sana huyo mama. Anayeanza kuwa mwenye historia
Mimi hapa nyumbani kama unaweza kuona hata na historia zaidi kuliko hata watoto wake. Kwa hiyo tuliokuwa karibu. Wakati mwingine sisi tunashangaza. Na pengine hii inaweza kumgusa kila mmoja aliyepo hapa. Mtoto anaweza kumnyima mama, lakini mama asimnyime mtoto. Ni kweli si kweli? Mfano, mama anaweza akawa amezaa watoto 6, 7, 8, 9, 10 mpaka 14. Na wote aliwalisha, akawalea, akawazaa, akawavisha, kila kitu akafanya kwa ajili yao. Lakini wale watoto 9 au 11 unakuta hawezi kumjali mama. Yaani unashindwa kumjali mama. Ni kwa sababu gani? Unaweza kunipa jibu kwa nini? Yaani mama mmoja aliwazaa watoto kama 7 mpaka 14. Anawatunza vizuri, anawasomesha, wanakula vizuri, mpaka wanaoa nini na kuolewa. Lakini hao 9 wanashindwa kumtunza mama. Kwa nini? Okusigana. Utasikia wanasema, wewe si ndio huko karibu naye? Yaani wengine huko pengine umetoka wewe ndio karibu naye, ndio karibu na mama, mtunze. Wewe ndio huko mara nyingi ndio unapendwa na yeye. Wewe ndio una uwezo wa kifedha, mtunze. Wewe huna familia, kwani hela unaiweka wapi? Mtunze. Wewe sipadi una watoto nini? Sisi tuna majukumu, tuna watoto na wake na vinani vichupukizi na vichapuko. Baada ya kumzaa mama unajua vichupukizi na vichupuko. Mama anakufa katika hali ya kukonda. Mama anakuwa hana ka nyumba, wakati watoto wake wote wana mahekalu. Mama anakuwa kwenye nyumba ya kaudongo, wakati watoto wake wote wale 9 kila mmoja ana hekalu mpaka maghorofa na magari ya ziada. Mama anakufa hata baiskeli hana. Naomba tuwafikirie sana akina mama waliotuzaa. Wakati pale tulio nayo yote ni kwa sababu ya mama. Nani kama mama? Verediana, jamaa, tupige makofi Verediana na mama wengine wote. Na kweli tufanye hivyo. Mambo ya kusema unakaa Dar es Salaam, unakaa Mwanza nini, mama anateseka eti unakaa wapi? Nani alikupeleka huko kama sio yeye huyo? Naomba tuendelee kumwombea huruma ya Mungu mama Verediana. Nafasi ya kujiuliza, sisi tunakwenda wapi? Dira yetu ni ipi? Na hapa tumekuja kuiga na kujifunza kutoka kwa mama huyu. Kwa lugha nyingine tunaweza kusema tumekuja kutazamia. Na hakuna anayeweza kutazamia kafeli. Siku moja nimalizia, karibu namalizia. Na mkionekana kuguna simalizi. Ungeenda kutoridhika. Lakini mtu anayetaka kujifunza nadhani angesema padri endelea. Ila yule ambaye kidogo kwa shauri ya wali asasema niendelee. Makofi kwangu. Hapa tumekuja kujifunza kutazamia. Jamaa mmoja alikuwa na wanafunzi wawili. Mwanafunzi mmoja alikuwa mwelevu, alikuwa na akili. Mwingine alikuwa kwa kweli hali yake ya kichwa. Bwana amagezi kaka humpire. Amagezi kuumpa. Sasa yule mwenye ambaye akili yake si nzuri, akasema kuna mtihani. Akasema sasa wewe, akamwambia yule ambaye kidogo akili yake ina charge. Akasema sasa naomba tukae karibu. Tukae karibu unisaidie na mimi angalau niweze kufaulu.
Jamaa akasema, yule mwenye akasema, kwa kweli ukae karibu. Kaweka kama sasa swala la kwanza nitakuwa nakupa ishara. Ukiniangalia hivi swala la kwanza nakupa majibu. Sasa ile swala la kwanza jibu lake lilikuwa 5. Ilikuwa 5. Sasa akamwangalia yule mtoto ambaye kidogo hali si nzuri, anamwangalia mwenye usiri ampe jibu. Hata akamwambia yule mwenye akili, akamwambia kila mmepata vizuri. Yaani si swala la kwanza jibu lake ni sasa. Unaona kuna wasimamizi waweza kufanya nini, akamwambia. Sasa yule ambaye hana akili akajua akapata jibu, akachukua kalamu akaanza kuchora vidole. Sasa kama alishinda sijui. Kwa hiyo kama inawezekana tukafika hapa kutazamia dira kwa dira, mambo yenyewe awe dira, tukatoka hapa tunachora vidole baada ya kujifunza. Tusiogope wakati tuna tafuta namna kujifunza dira. Tusiogope, tutakaposhinda tusiogope kuyabeba hayo. Yeye ametengenezea njia, ametuonyesha kuwa yeye ni dira, na sisi hapa tumekuja kuchukua dira. Tunaweza kutazamia ikashindikana, lakini tusiogope. Jina lake ameliandikwa dhahabu, ameandika vizuri, amekuwa green. Na sisi tunapoendelea kumwombea, basi tujitazame vizuri. Sisi tunapotaka kufika, nadhani tukimtazama huyu mama tutafika, japo ni pagumu. Tumbe Mwenyezi Mungu amrehemu huyu mama, amjalie pumziko jema. Verediana Virusi ya Kengere. Bye. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu awabariki sana.